Yesu Kristo. Ufuatao ni wasifu wa marehemu Amos Emmanuel Kajula. Jina mimi ni Jana Majonzi. Tunapenda kutoa wasifu mfupi wa maisha ya mpendwa wetu aliyetuacha Emmanuel Amos Kajula. Ingawa ametuacha kimwili na bila kujali ameondokaje, ila mchango wake, upendo wake na bidii yake utabaki kuwa sehemu ya kumbukumbu zetu milele. Kwa ufupi wa wasifu huu, tunalenga kuangazia safari yake ya maisha mafana. Kuzaliwa. Amos Emmanuel Kajula alizaliwa tarehe 15 Aprili mwaka 1967 katika kijiji cha Bulagala, kata ya Kaitioke, wilaya ya Bukoba, mkoa wa Kagera. Ni mtoto wa tano kuzaliwa kati ya watoto 8 wa familia ya Bwana na Bibi Emmanuel Msiga Kajula. Kati ya hao walio hai sasa ni 5 na 3 wakiwemo Amos wameshatangulia mbele ya haki. Ubatizo. Kwa malezi ya kiimani, Amos alibatizwa mwaka 1997 katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT usharika wa Kaitioke, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi mkoani Kagera. Alipata kipaimara mwaka 2011 usharikani Kaitioke. Elimu. Amos Kajula alianza safari yake ya elimu mwaka 2005 katika shule ya msingi Rwamishene, ambapo alisoma kwa bidii na kuhitimu mwaka 2011. Alijiunga na shule ya sekondari Kagera mwaka 2012, akihitimu masomo ya sekondari mwaka 2015. Mwaka 2019 alijiunga na chuo kikuu cha Tumaini kusomea ngazi ya cheti katika fani ya sheria kwa mwaka mmoja, na alifanya vizuri. Mwaka 2022 akaendelea kusoma diploma ya sheria kwa miaka 2 na kuhitimu masomo yake na kufaulu vizuri na kupata nafasi ya kuendelea na masomo ya degree. Kutokana na juhudi na moyo wa kujifunza aliokuwa nao, alichaguliwa kuendelea na masomo ya shahada ya kwanza yani degree kwa 2022, akitarajiwa kuhitimu mwaka huu 2025. Kazi na utumishi. Wakati akiendelea na masomo yake, Amos alionyesha moyo wa kujituma, kujifunza na kutumikia jamii kwa vitendo. Kuanzia mwaka 2019 hadi 2021 alijitolea kufanya kazi katika kampuni ya Rapid Surgical Tanzania Limited, ambapo alijifunza na kushiriki kikamilifu katika shughuli za uuzaji wa vifaa vya kitabibu jijini Dar es Salaam na Morogoro. Uzoefu huu ulisaidia kukuza weledi wake katika mawasiliano, huduma kwa wateja na uendeshaji wa shughuli za kibiashara. Kuanzia mwaka 2021, Amos alijitolea kufanya kazi chuo kikuu cha Tumaini, ofisi ya udahili, yani admission hadi mauti ulipomkuta. Amos alikuwa kijana mwenye heshima, mtiifu, mwenye bidii na aliyejielewa. Alijitahidi si tu kufanikisha ndoto zake binafsi, bali pia kusaidia wengine katika safari zao za kielimu na maisha. Alikuwa msikivu, mkarimu na mwenye moyo wa kujifunza daima. Familia. Marehemu hakuwa ameoa, ila alijali kupata mtoto wa kike aliyejulikana kwa jina la Georgia Amos Kajula mwenye umri wa miaka 7, ambaye kwa sasa anaendelea na masomo ya elimu ya msingi daraja la upili katika shule ya Mwenge, wilaya ya Bukoba, mkoani Kagera. Mtoto huyu kwa sasa anaishi na bibi yake upande wa mama mzazi wa mtoto huyu. Hitimisho. Amos alifariki ghafla Jumapili 22 Juni 25 alipokuwa anaishi. Kifo chake kimetuacha na huzuni kuu, hasa ukizingatia kuwa alikuwa anakaribia kutimiza ndoto yake ya kuhitimu shahada yake ya elimu ya sheria. Licha kuondoka akiwa bado kijana, mchango wake katika elimu, jamii na kazi zake ulibeba uzito mkubwa na aligusa maisha ya wengi kwa njia ya kipekee. Naendelea kukumbuka kama mfano wa kuiga katika maadili,
kujitolea na upendo kwa kila mtu. Ujumbe kutoka kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 4. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.